Today, I want to speak on one of my favorite scriptures. I said one of my favorite. I have very many favorite scriptures, but this one I also like. Daniel chapter number 8, and the Bible says that is where we ended. And Daniel made up his mind, or Daniel purposed in his heart. He purposed, he made up his mind. Amen. And that is what I want to preach about today, and I hope you're ready with a pen, a book, and a Bible. I love the stories of the Bible. Really, they are not stories per se, but these are truths that were captured for our reading, that they may edify us, learn from them, encourage us, heal us, and just transform, especially our mind. So I love it. Especially when you're reading a story of a great man of God who had to overcome the odds to become who God created them to be. And I declare to you in Jesus' mighty name, you shall overcome every single odd to become the idea of God he had over your life in Jesus' mighty name. These are men who walked in such high levels of integrity that if we compare ourselves to them, especially nowadays, you might end up feeling like a sinner, isn't it? Read the stories of Akina Joseph and Akina Daniel and so on and so forth. You compare yourself, you picture yourself, being in their shoes, and you feel almost like a sinner, isn't it? But the thing is, despite the fact that they were loved of God, they were righteous men who walked in such high levels of integrity, they still went through battles, one battle after another, one battle after another. Yes, they loved God. Yes, they were righteous men. They were chosen by God, separated by God. The presence of God was evident in their lives, but they still went through challenges. Hallelujah. And therefore, I want you to understand today, to begin with, that the life of the righteous people, and you are one of them, just in case the devil has been preaching to you otherwise, you are one of the righteous men. Thank you very much for being with me. That despite of being the life or the journey of a righteous man is riddled with temptations, with trials, with battles, with things to fight, with things to overcome. But the beauty is that we have a God, according to the book of 2 Corinthians in chapter 2 and verses number 14, who says that we walk by a God who causes us to triumph. Therefore, I came to declare to you that even though you are going through a battle, it shall lead you to triumph. You shall not fail eventually. You shall not be overcome eventually. You shall not give up eventually. But if you're going through a battle the way Daniel went through a battle, you shall overcome in Jesus' name. You're not with me so far. Daniel was one of such men who walked in integrity, who was a righteous man, who was chosen by God, who went into exile, but he overcame, and so shall you. Amen. So this Judah, the nation of Judah, was taken into exile by King Nebuchadnezzar, as we have read. And you need to note that immediately these guys got into exile, something curious happened. Immediately they got there. Immediately, I think in verses number 2, immediately they got there, something curious happened. And this will be my subject of discourse today, if you can stay with me. That they were put under training and a feeding regime. Can you imagine that? Immediately they entered exile. The king calls some eunuchs, and he chooses some wise men, and he puts them under a training and a feeding regime. That ought to raise your curiosity and wonder. If these guys, the Bible says, they were already knowledgeable. For the king said, choose for me among the sons of Judah guys who are young and knowledgeable. So what was the necessity of the training if they were already qualified? Are you with me? Amen. So why? According to verses number 4, if you can keep moving with me, these guys were already knowledgeable. So why? Then you have to understand the reason why the king wanted them to be put at a feeding regime and a training period is because
he needed them, listen to this, to adapt to the system of Babylon so that they can be useful to the king. Hallelujah. They couldn't have been useful to the king the way they came from Jerusalem. They needed to be fed and trained so that they can be adapted to the systems of Babylon to enable them to serve the king. That's what you need to understand. They were not being trained because they were stupid or they were slow, but they needed to be conformed in their way of thinking, in the way they see themselves, in the way they see their new lives, so that they can be effective to the service of the king. Oh, are you with me so far? And this is now what I learned from that scripture, that for the devil to be able to overcome you, for the devil to be able to attack you, for the devil to be able to control you, he first of all puts you, he conditions your thinking and your mind, puts you through some regime so that you can be useful or you can be vulnerable to him. That's what the devil does. For him, he knows you're born again. He knows the King of Kings lives in you. He knows your strength and your power. Therefore, for him to be able to attack you, he has to put you under some training, under some regime, under some mind conditioning. Are you here? And this is what he was trying to do with Daniel. He knew Daniel was a man of God, just like you are. He knew Daniel prays, just like you do. He knew Daniel loves God, just like you do. He had to find a way in his thinking, in his way of looking out at life. And therefore he was put under a regime of feeding. Amen. Hallelujah. The devil won't just show up in your life and tell you, excuse me, may I complicate your life? That is not the way he approaches you, because he knows one single word of rebuke from your mouth will send him back to hell. How many people believe that? He knows. He just can't show up in your house and knock and tell, hey, can I cause you to be sick? Can I complicate your life? Can I deal with your money? Can I take away peace in your... He can't do that. He knows if you wake up at 3 in the morning and you say, devil, in the name of Jesus, I rebuke you. That is the end of his tactic and tricks. Therefore, he has to use a way that gets into you. And this is what the devil was trying to do. Amen? But listen to this. This is another point to write down or tweet or whatever you do with a good point. By the time the devil gets the audacity to come to your life, you must have agreed to his training. But by the time the devil gets the audacity, Simon, kuja kwako to complicate your life, at some point you must have agreed with the gospel. Akikuhujeria kuga hau goma na ninedetekia. That is the only time he got an opportunity to come and complicate your life. Are you with me? Hallelujah. That is the only time. And before I go on, there is something I noticed. The Bible said he sent the eunuch and told the eunuch, go and get me some young men. That word itself just struck me. And I want to say something about it before I move on. Listen, youth, if you're below 50, please, hand up. Youth in itself is a resource. Why didn't the devil say 50 and above? Why didn't he say 70 and above? Why didn't he say that those people who have already finished educating their kids? He knows, Simon and Iskiza, he knows youth is a resource. And therefore, if we can take away your youth, he has taken one of the most significant resources in your life. You may not have money, but if you're young, you have the power to make the money. You have the time to turn your life around. You have the strength to be able to pick up yourself and keep moving in the name of Jesus Christ. There is a reason the devil is attacking our young men, pushing them into immorality, pushing them into wayward life, pushing them through peer pressure and all these kind of things, because he knows if I can grab you through drugs, through alcohol, through sex, by the time you wake up when you're 40, you shall have given up in your life. That
That is the target. Young people, listen to me. Be careful with your youth. It is a resource. Stop complaining you don't have money. You have sufficient resource in your strength, in your head. I can't think quicker than you do. The second thing you have to realize is that the devil doesn't just target anybody. There were thousands of people who had been carried from captivity. Thousands of them. But the king was specific. I want the young. I want the knowledgeable. I want the talented. I want the strength. Hallelujah. Because if you're strong, if you know where you're going in life, if you want to turn yourself around, if you have the power of God within you, if you have the knowledge of God, you become a target. And the devil knows if he destroys you, you shall become a less threat in his kingdom. If he gets you into his camp, you can use those resources not in the kingdom of God but in his kingdom. That is why he's after Christians who are prayerful. That is why he's after people whose marriages are standing. That is why he's after people who have a drive and a power and a focus and a vision. That is why the devil comes after you. But when you know the devil is after you, it is not the time to cow down and crumble down. It is time to rise up and, like Daniel, declare, I have made up my mind. Are you here? He doesn't just go, hey, I don't JCC he roams around picking one after another. Now let me tell you something. If the devil is not after you, it is not something to be proud of. It is good to kick some devils and have the power to do it, and don't be scared of some devil. Keep telling the devil, you come and try to tear me and you see what I am made of. Testimony. You know, if the devil is not after you, then that is not something to be proud of. I say the journey of the righteous is riddled with battles, with trials. So when you're going through a trial, when you're going through a battle, it is an indicator you are headed somewhere. You do not cause friction for nothing. You cause friction because you're trying to dig out something. If there's no pressure, there's no fire, you're just comfortable and happy, question yourself. Single room, you are okay. You're able to pay a single room, pay plus fare for 20 bob, take your kids to the cheapest school, and you're happy and you're thanking God. This is a time to rise up and tell God, hey, there is more in your kingdom and I want it. But the minute you do that, you become a target of the enemy. Are you here? Can I move on? So, like I said, the devil knows he can't just come up to you like that. He has to use some trickery. Amen. And that is what the Bible says. Do not be ignorant of what? Do not be ignorant of what? 2 Corinthians chapter 2 and verses number 11. Put it up there if you can. Do not be what? Put it up there. Do not be ignorant. What does the Bible say exactly? Lest Satan should take advantage of us. He takes advantage of your weakness, takes advantage of your ignorance, takes advantage of your fear, takes advantage of what you cannot be able to do, takes advantage of your background. Therefore the Bible says, lest the Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of. Now listen, that means there are some devices the devil uses and we shouldn't be ignorant, such that even when you are rising to fight up the devil, you have to understand what weapon did he apply. Ama uweze kuelewa ndio shetani anikujia alipitia wapi. These are the devices you shouldn't be ignorant. Don't just rise up and throw your fist and throw your prayer and throw your words and rebuke everything that comes along your way. You have to understand, what device did he use? What am I not supposed to be ignorant about? What am I confronting at this point in time? So Daniel knew the device that the devil was using against him. And these are the things I want us to learn before I finish. And the devil in this circumstance of Daniel, he used two devices. Turn to your neighbor and tell him or her two. He used two. How many devices? Daily.
Na ndizo nataka nikufundishe leo. Ndio ujue shetani huwa anapitia wapi wakati anakujia. Hawezi bisha kwako kuambia tafadhali nataka kuja sasa kukuharibia maneno. Hawezi thubutu, anajua uko na nguvu ya kutosha. So what does he use? Let's see what he tried on Daniel. Amen. Let's see what he tried on Daniel. The first thing that the devil tried on Daniel, the Bible says, were delicacies. Alitumia nini? Mapochopocho. Zinaitwa nini? Mapochopocho. Alitumia mapochopocho kumtafuta Danieli. Mapochopocho ni zile vitu tamu, zile zinavutia kuziangalia. Ukizitazama tu hivi unasikia mvuto, zinakuelekeza kwenye, zinakuita. Ushapitia mahali unasikia jina lako linatajwa, hey Joe. Hallelujah. Hallelujah. It's like when you're trying to lose weight, alafu upitia kwa duka ya cake. Unasikia cake hadi najua jina, hey. Mimi sina sukari mingi, ili hadi unajua kwa uhakika hiyo kitu imejazwa na nini? Na sukari. Hallelujah. Bwana asifiwe. Usaipitia kwa zile kuku huwa zinazunguka kwa kioo, unasikia jina lako linatajwa. Haswa kama umekawia miezi 6 hivi kama kabla kuonja kuku, unasikia ikikuta. Hallelujah. Unasikia hadi kuku yenyewe na imekufa na kwa moto inaita jina, hey Joe. Zinaitwa nini? Mapochopocho. Geukia jirani yako mwambie mapochopocho. Mapocho. Zile vitu tamu, zile vitu za kuvutia, hizo ndizo shetani tumia. Na kwa hivyo akamjia Danieli, akamwambia lile nataka tu ulifanye ni ukae kitako ujienjoy. Wangapi wanataka kujienjoy? Wacha kuwa mnafiki hapa na kujua. Ukapatiwa nafasi hawezi ringa. Kwa uhakika wangapi wanataka kujienjoy? Shida sio kujienjoy, shida ni unatumia nini kujienjoy. Kwa sababu hadi kwa ufalme wa Mungu kuna kujienjoy. Hallelujah. Kwa hivyo shida si kujienjoy, shida unatumia nini. Usitumie vitu za haramu. Na sasa hizi ndizo mapochopocho zenye shetani hutumia kutuvutia sisi kwake, vitu ambazo huwezi resist. Hallelujah. Nikupe mfano. Kama usingizi. Wangapi tuongee ukweli sasa. Sasa ni wakati wa kuongea nini? Na tuwe kanitha ine kwa godoge henalia. Ni ando ila mende kamurengeti. Ona ndigathira muno noko ne hujagia kiugo. Kwanza lele ya kuraura. Hata nashindwa bona mvua imekawia hivi. I want to enjoy my blanket. Sasa shida sio kulala ama blanketi. Shida ni wakati umekubalisha usingizi masaa ya kuomba. Sasa hayo ndio mapochopocho. Ni wewe wagondo ukiroka hoe. Nogo maga kuigwithia. Ni muno. Shetani anakusikiza. Hiyo wiki imekuwa ngumu. Tafadhali pumzika, utaamka saa 9. Saa 9 ikikujia mawazo tupu. Acha nikwambie, vitu za shetani na za dunia ni za kutamani. Huo ndio ukweli. Huo ndio nini? Usioni guoma. Wouldn't you want to give your enemies a piece of your mind? Ona kiako menyori kuna wasiari to no. Nyina mamu anyota go wajiro. Ni ukomenya dasiari to no wajiro mothe na we mhonoku. Wouldn't you want to give someone a piece of your mind? Sasa hizo ndizo mapochopocho. Shetani anakutafutia mahali pa kukulenga. When you lose your mind and lose your cool and start throwing words carelessly, the devil gets away. Wouldn't you want to have a grudge with someone who offended you? Kwanza doa ya matakuri hirebia na we nafatana sio na wamuhulira kaga kuya thimu. Wouldn't you now have a grudge in your life? What doesn't it feel nice? Netwali horo wa matiga ikodoro. Doesn't it feel nice kupatana na mtu ambaye alikukosea unapita nje nyingine? Kwa sababu msamaha haupo na umeokoka. Haya ndiyo mambo shetani hutumia. Unforgiveness, bitterness. Wengine wanapigana na bitterness for years and years na imekuzuia kuendelea kwa sababu hii ni kitu ambao umesikilia. Mapochopocho. Imura adora hatia. Mutioria Eve. Si ulize Eve. Wakati shetani alimtembelea Eve kwenye bustani. Mwanzo mlango wa 3.
Eve alisema wakati shetani, when the devil presented the platter, what did, go to the book of Genesis chapter, what did Eve say? Genesis chapter 3 and verse 6. How? So when the woman saw that the tree was good for mapochopocho, and that it was pleasant for and desirable to make one wise, she took some of the fruit. That is how the devil entices you. Unajua last week tulikuwa tunafaa kufunga na mchungaji akatangaza, wangapi hawakufunga? Mapochopocho. Kwa sababu ni utamu kukula kuliko kufunga. Ni andũ igana matahikire na we kanitha-ini umuthi na wale Holy Communion, na ni ukumenyaga Holy Communion gucokagirirwo ni kuhoya na kuhinga. Ni igana matahikire mapochopocho, kwa sababu ni rahisi kukula kitu ambacho kinapitia mikononi mwako. Ukiona chips kula, bajia chips kula, ukiona kuku kula, ukiona githeri kula, ugali kavu kula, mkate kavu kula, juice kula. Hakuna wakati wewe ufunga mdomo. Ndio maana hakuna nguvu ndani ya maisha yako. Unajaribu kukemea pepo, pepo anakuambia nyenye, jaribu tena. Leo tuna haho umenya na ngoma, toto higaga, dohoyaga, thasi ya kuhoya to, thasi ya kuhiga kulia, thasi ya kuhanira kumena. Nini? Sema mapochopocho. Pastor, uniombe, unanitumia message mapochopocho, kwa sababu heri wewe ulale utafute mtu wa kunini, wa kukuombea. Hatimaye utakuja na sacrifice, urusha pale kwa altar, maombi yako yafike. Wacha nikwambie, leta 10,000 hapa, haitapiga magoti kwa juu yako. Sweet things, vitu tam. Hello? Kama ngono haramu, illicit sex, si watu wanapenda. Hadi Biblia, hadi Mungu mwenyewe akajua binadamu wanapenda ngono haramu. Haramu. Unalala na mtu ambaye si mke wako, si mume wako, na wewe umeokoka na unaenda kanisani. Na Biblia, hadi Biblia ikasema, na Suleimani mwenyewe kwa sababu alikuwa amelala na wengi akaandika kwenye kitabu chake cha Proverbs 9:17. Ukiweza weka hapo. Akasema nini? 17:9 Proverbs. Ici nicio nyendaga tuthome hamwe tondu andu aingi matithomaga. Stolen water mutithome. Is pleasant. Unajificha na unajua zile skati unafuata ni haramu. Zile suruali unafuata ni haramu. Unakimbiza pesa, unakimbiza sponsor, na wewe umeokoka kwa sababu umekubali mapochopocho ya shetani. 18 do you he na dena maundu maingi makuga ba utithome. Ngono haramu itakuelekeza moja kwa moja hadi kuzimu. The dead are there, that her guests are in the depths of hell. Wale ambao wanapenda ngono, na nitasema hadi nyinyi ambao mnatazama, wale wanapenda ngono haramu, illicit sex, itakuelekeza kuzimu. Ndio maana ukirudi Proverbs bado 5 rudi 5 mstari wa 15 ikasema, ndio nikimbie kidogo, drink water from your own cistern and running water from your own well. Kunywa maji ya kisima chako na utosheke. Kama umeshindwa kutunza kisima kinaleta maji kali, sasa jukumu ni kwako, tunza. Hadi Musa aligeuza maji kali kuwa tamu. Hadi Elisha aligeuza maji yakawa tamu. Sasa ambia Mungu nisaidie. Kwa sababu wacheni niwaambie, tuseme ukweli, nikaa hapo dakika nyingine moja. Siku hizi watu immorality imezidi, tuseme ukweli. Imezidi, si wachungaji, si wazee wa kanisa, si asha, si kwaya. Amen. Sisemi watu wa JCC Nyeri, nyinyi mmebarikiwa, naona nyinyi ni watakatifu wote, nyinyi ni wacha Mungu naona. Nasema kuhusu watu wengine ambao hawako hapa.
Amen. Hii mambo imezidi kanisani. Ndio maana nguvu hakuna. Tukijaribu kumkemea shetani haondoki kwa sababu tumefanyika kitu moja na yeye. Now the second do I go on? Anatoa tuwe mhodhi tuhomuke. Haya, wacha niendelee. Cha pili. Oh my God. Cha pili ambacho shetani alitumia dhidi ya Danieli is a convincing gospel. You know, shetani anajua maandiko labda kuliko wengine wetu hapa. Unakumbuka akimtajia maandiko Yesu mwenyewe? Unakumbuka akamtajia maandiko, akamsomea andiko na akajaribu kumhubiria, akamwambia jiangusha, malaika watakuwa na kusubiri pale, watakuinua, hautajikwaa. Unakumbuka? Anajua maandiko, so he knows how to preach as a gospel. And what kind of gospel does the devil preach? Listen to this. The doctor's report, wakati daktari alienda akakutangazia, sikia wewe ni mgonjwa. Hallelujah. Hiyo ni gospel ya kishetani. Amen. When the devil rises and akwambia the economic situation is so bad, you cannot make it in this current situation. And akwambia the circumstances are so difficult right now, you cannot go anywhere. Amen. At this time, listen to me, you have a choice to make, either to agree with the devil or to tell him no. Because the minute you agree with him, you give him the key, the permission to attack your life. When the devil tells you you are sick, mwambia huo ni uongo kutoka kuzimu, na umekuja kutoka kuzimu na uongo, na mimi siwezi pokea uongo. Huu mwili wangu hauwezi kuwa mgonjwa, manake Yesu anaishi humo ndani, Roho Mtakatifu anaishi humo ndani. Mimi nimeponywa kwa mapigo yake Yesu. Mimi, are you here? That is how you answer him. When he tells you the economic situation is very difficult, unamwambia shetani, mimi siishi kwenye economy ya dunia, naishi kwenye economy ya ufalme, na ufalme wangu hauwezi filisika. Mkuu wa ufalme ni Yesu, na yeye ndiyo mwenye yote. Are you here with me? Kitambulisho. Wangapi huolewa na hii miaka? Sasa kama wewe ni mtu wa kubabaika, basi unakubaliana na wewe na kunaandikwa na kunanakiliwa, hautawahi olewa. Lakini kama wewe unajisikia kiroho kama mke wako, unasema hiyo ni ya serikali, wewe na kitambulisho chako rudi kuzimu. Miaka ni yako. Do I look like 40? Kwanza wacha miaka ianze kugonga hapo 30 kido, ya kweli hau 40. Leo ugara 50, 60, ukabidi loka heo crown, itago crown. Loka igere wozope, ya shosho kana huko ukauga bas mia resign. Mtu akikwambia wewe ni kukama ni shosho, mwambie watoto ni wa Mungu, wangu walikuwa wa Mungu, na wako na maisha yao na mimi niko na yangu. Wataishi yao na mimi niishi yangu, na chenye nilikuwa nafaa kufanya nitafanya, wazaliwe wasipozaliwa. Na mwajua akala supporting document, anakuuliza mara ngapi ushawahi jaribu biashara ya kwanza, funga. Ya pili, funga, ukafungiwa hadi nyumba. Evidence ni nini nyingine unataka? Wewe hauwezi elekea na kuelekeza, anakusisimulia maisha yako ya miaka 10 ambayo imepita. Angekuajerelia lile awali 60. Na kuambia kwa hakika utapata mtu wa kitanda hapo ameketi. No kuigarura hegoma, hikweli hau hego. Hado hao kire. Hapo ngoma ukire kwao, nihetirie njira. Hau okira kirera. Wewe ni kugeuzwa tu, ugatwarwa 8. Na unajua between 3 and 6 ni masaa mengi. Mimi hadi kwangu sikuhubiri masaa 3. Sali moja unaanza pastor ile kia dhasiga na none ile yako maji huko karura dokoma ba kivikomi hado hao kire na wata no mahoya doka none oruga hoerai uko horwo no ona ndie ndina makwa ndire Ngai atigwe. Amka, wacha kumsikiza shetani. Akikuongelesha ufukuze, akikuongelesha mwambie nyamaza. Wewe ni kazi bure, haujajiweza, ulitumuliwa kutoka mbinguni. You failed in your assignment. My assignment is still intact. I won't become your co-failure. Ni moe goma ni ale miona gutiro ndugi akahota okumuthikiriria niki. Are you listening to me? Shetani alitumuliwa mase,
alishindwa na assignment yako wale niko intact drama isitiri yako igwa tendere yako igwa oguthikiria mundu no igwa agikuyu unasikia unaelewa utasikiza mtu ambaye alilemewa kwa nini ile kitu anaelewa ni kuoga watu na wewe usharogwa na Yesu huwezi rogeka zaidi hapo. Mko wapi? Mnanisikiza? Usikubali kugeuzwa na shetani kwa kitanda ukagarurwa mwana wao ukaririkanyucia nane ya igatirwo ira ukaberia kureo ni kiongo ukagarurwa mwana wao marwa ma landlord munyiginyigi ukajia. I hope you're not regretting why you came to church today. Wacha tuanze kesha. Tuambia watu njoo. Tuona watu 10 hapo. 10 tu ndio watakuja. Na nakuhakikishia tukipandisha maombi saa 9, kuna mwingine nyumbani alikataa kuja, anageuzwa na shetani. Kwa uhakika nakwambia. Hapa tu wenye wananisikiza leo. Ngoja tuanze kesha. Si kesha zinakuja. Na hakikisha kabla ya huu mwezi tutakuwa na kesha. Na nitaitana kesha hapa. Wewe mwenyewe njoo uhesabu wale watu ambao watakuwa wameingia. Na kwa wenye walikataa kuna wenye watakuwa wanageuzwa na nani? Musi nyobane yaku no ri haga gitani giaku mirigitino wagurire no kumago kagakajia ukugarura. Na ukiugaga ene mahau kweli 80 60 mamia kiuga akaguka na bavadale hotondo ona ne twatigirwo ona certificate ndagira na igana mena certificate thukuru mali mundu guthikurira ngomago ka unakumbuka certificate iko shule hata hiyo ulishindwa utaelekea wapi na ene shetani kitoka hapo wewe umeokoka ni kweli. Wacha nikwambie shetani asituliwe na Wakristo ambao wanaweza piga dime usiku kucha lakini mtu asongi mahali popote. Shetani asituliwe na wewe. Shetani ako na haja kama akina Danieli ambao wanakondolea macho anamwambia shetani nisikize, hata mimi niko na ulimi na nina uwezo na nina usemi, sikiza nyamaza. Na ukiendelea huyu shetani anaitwa Nebukadnezar kwa sababu sana ni mfano wa shetani kwenye somo letu ni mfano wa shetani. Hana aibu akaendelea kuwageuzia majina. Sijui Danieli akaitwa Nebukadnezar sijui what. Na yeye huyu kijana Shadrach huyo mwingine sijui what wakageuziwa cause the devil want to change your identity. Manake hata mwenyewe ukijiangalia unashindwa wewe ni nani. Lakini mwele kitu moja ni sawa witness kwa kanisa. Nimekaa kanisani nikihudumu kwa muda. Kule ando mokaga mundu ena hunyu agaika mieri 3 unaanza kuona sura imenyooka. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya Mungu ni kukubadilishia nini? Identity. Lazima ufanane na shetani na Mungu sorry. Sasa shetani alikuwa anataka vijana wafanane na yeye. Na leo nimekuja kutoa kauli na nimetangaza ya kwamba you will not conform to the identity of the enemy because the Bible says he causes you to conform to his image. If you read the book of Romans chapter number 3, he says he causes you to conform to the image of Christ. If you read Romans 3, so it is the work of God to cause you to conform to his image. Na nimekuja kutangaza hautakaa kama umaskini. That is not your image. Hautakaa kama ugonjwa, hautakaa kama kulemewa, hautakaa kama kuzidiwa. Wewe uko na mfano wa Mungu. Mungu hapa amesema yote kwangu yanawezekana. Huo ndio mfano wako. Kuendelea ni jina lako. Are you here? So he tried to change his name. You will not conform to the image of Babylon. Hiyo nimekata. So hizo ndizo mbinu 3 shetani alizijaribu. Kwa nani? Kwa Danieli. Sasa niwaambie dakika zingine kadhaa zijao ndio nifunge. What are you supposed to do? Let me teach you what you're supposed to do. Afu nifunge. Twende kwetu nyumbani. What you need to do, number 1, is simple. What the Bible says. Resist the devil. So you know that verse? Put it up there.
James 4:17. 7, sorry. James 4:7. Resist the devil. Kama venye nimeomba, ukisikia shetani amebisha kwako, kwa sababu nishazungumzia hapo sikani, amka, resist him, submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. Wachani niwaambie, ukimpinga shetani huwa hana nguvu nyingine yoyote. Ukishamwambia hapa ukanyangi, hana nguvu nyingine yoyote. Hana nguvu kwa watoto wako, hana nguvu kwa afya yako, hana nguvu kwa mali yako. Ukishamwambia shetani kwako ni hadi hapa, basi. He says resist the devil and he'll do. That is the tactic. When the devil comes na mapocho na wewe unampinga, ambia jirani yako pinga. Akija na maneno yako, wewe unampinga, resist. The second, make up your mind. Na hapa ndipo nitakoma. Do what? Make up your mind. And Daniel, verses number 8, decided in his heart. He made up his mind. Make up your mind. Make up your mind. Geukia jirani yako mwambie, make up your mind. Daniel purposed in his heart. He purposed in his heart. He purposed in his heart. What did he purpose? That he would not defile himself in the portion of delicacies. Make up your mind. Kwa Danieli alifanya waamuzi, akasema mimi sitajichanganya. I'll be faithful and righteous to my king. That's the first choice you need to make as a child of God. Hapo kila mmoja wetu hapa bila kubagua yote, kila mmoja wetu hapa lazima ufanye kauli. Make up your mind and decide to walk in faithfulness, because without which nobody shall see God. Umenisikia? Kama unatamani kwenda mbinguni, lazima utembee kwenye utakatifu. Danieli akafanya waamuzi, I'll be faithful. Nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mcha Mungu. Na nataka kila mmoja wetu saa hii ufanye waamuzi ndani yako na utangaze na useme, kuanzia leo nitakuwa mcha Mungu. Sitajichanganya na mapochopocho ya ulimwengu, kwa sababu yanavutia. Amen. And at the same time, after you have decided to walk in faithfulness, wacha sasa niulize hili swali. What else have you decided to pursue in your life? What have you made your mind towards to pursue in your life? Ni nini ingine? Kwa Danieli ilikuwa utakatifu. Na nataka nikuonyeshe kitu hapa. Ni kwa sababu ya huo utakatifu ya kwamba ilimsababisha Danieli ainuliwe. Sasa nataka kukuuliza wewe, je, ni nini umeamua kufuata ndani ya maisha yako? Because over and above being righteous and faithful, you have also to pursue something else. Lazima ukao uamue, I don't want to continue going around the same mountain over and over again. My life has to change. Lakini nataka nikuambie, the minute you make up your mind and decide to be different and to turn your life around, walk in righteousness and pursue something that is beneficial to your life, that is the day you shall become the target of the enemy. Unanisikiza? Kwa sababu kufanya waamuzi haikuangi rahisi. Niulize, kufanya waamuzi kuacha maisha yangu kule nije hapa haikuwa rahisi. Sana wakati mambo ilianza kuendelea vyenye sikuwa nimetarajia.
haikuangi rahisi kuamka na kusimama kuanzia leo lazima kuwe na utofauti ndani ya maisha yangu. Whether ni utofauti wa kifedha, whether ni utofauti wa amani, whether unataka kuona maisha yako yakiendelea, haikuangi rahisi. Are you listening to me? Making up your mind, will it be hard? Yes. Will the devil try to discourage you? Yes. Will there be things that are speaking contrary to what you decided? Yes. But nevertheless, you have to make up your mind and decide from today henceforth, I will no longer be called poor. You have to decide from today henceforth, I will not beg, I will not borrow, I will not depend on other people, I will not retrogress in my life. Lazima usimame ufanye waamuzi. Lakini nataka kukuambia, the minute you make up your mind to follow a certain path, that is when the devil will throw everything at you. Every trial, every temptation, rejection, people speaking against you, discouraging you, because there is nothing that the devil fears like a made up mind. Hakuna kitu shetani uogopa kama mtu ameamua. Amen. Nimefanya waamuzi, lazima hii kanisa lipate shamba na tujenge. Nimefanya waamuzi, maisha yako lazima ibadilike. Wewe radoro uo. Wacha nikwambie, wewe unaniangalia, you are my project. If you don't know, kama hujawahi jua, leo nimekufichuli, you are one of my projects. I have made up my mind. You cannot keep sitting under me na ukae tu mahali pamoja. Tunaenda hivi, tunarudi hivi. Tunakuja hapa, pasa niombe. Unaambiwa hiki kile kingine. Unafika hapa watoto, hapa bwana, hapa kazi, hapa sijui nini. Nimefanya waamuzi. Maisha yako kama unanisikiza, kama umeamua kukaa chini yako, lazima iendelee. Na wala kuthi na mbele kagwitaga kuria nekioreka. Nimekusanya vijana hapa, ndio naona wakinikondolea macho. Unaona ule Peter adolete, kwa sababu anajua chenye nasema nimemaanisha na ni ukweli. Washajaza makaratasi venye mtu amejipanga miaka kadhaa ijayo. Ndio na karatasi, each one of them, I have them here. So ndakuwa na kuuliza 1 year after, wanyandikira haha ukiuga ugakorwo na million feki ukinyetia. Wacha kucheka, you'll be next. Because I want to make sure the word I'm speaking in your life is working. No, sasa wacha kabla ya hii jasho. Unajua venye nilikuwa nimetoa jasho kutengeneza kungojea Mungu kwa sababu ya hili neno. Jasho mara mbili. Alafu hapa mwadhani pole tokinya hata soka twathi hutu tutamenya wale Satan yareda. Listen, we have no business engaging the devil. He is our past. Amen. We have a future, something great, and we have to get there whether the devil likes it or not. Na waikia magoro aruteda ishoka na thutha hathie na mweteo. That is, hiyo ni haja yake. We don't care. All we are focused on is what God has spoken over our lives and what we keep speaking, and that's what we shall going to pursue. Sasa nakuuliza, ni nini umelenga kwa juu ya maisha yako? Wacha nimalizie. Ni nini umelenga? What are you pursuing? Ni shule? Ni kuolewa? Kuoa? Kujenga? What are you pursuing? The word I speak here, I give you a word, Mr. Geoffrey. You can go and apply where you are going. Unanisikia Paris? Tiko tida agila. Hey. Ukaliga ni warushu. Uwaka kuya kiki. Listen, the next one won't work if you haven't exercised the previous. We bwana kamera niko hapa. Wacha kuangalisha kamera huko. Hala. You go apply it, exercise it. That is what faith is all about. Because if I resist the devil, he will flee. Lakini siwezi nikakuhubiria resist the devil ushoke ujire tukume goma ukagate. Oh sorry, nimetupa kitabu ya inaitwa Holy Anger. Umelenga nini? Niki ureda gutweka in the next 1 year. Daniel he made up his mind. He decided hapa unaweza nifanya mateka, lakini are you listening to what I'm nitanawili hata nikiwa mateka.
don't give excuses. Ni tondu twakuirwo ona ungikuwa toro irima utanawili. Uliza Joseph alinawili akiwa jela. So don't give an excuse. Are you listening to me? What have you decided? You know, Jesus was walking about. Jesus ufalme wa Mungu umekaribia, mtabarikiwa, anafukuza pepo. Excuse me. Then he comes and finds a guy. Just imagine. Kwanza ukikorwa mudrume, and I have absolutely nothing against men. I am a man. Lakini sisi ndio tumepewa uongozi. Kama hatutaongoza watu, hao wengine watakosa kwa kwenda. Nisipoongoza mke wangu na watoto wangu, watakuwa wananiangalia. Niwape mfano rahisi. Leo asubuhi natangaza kwa nyumba yangu, "Umai tudhie kanisa nikimuleka." No leo tuyarithagia kwa dalili ya sayo tanega na sukari. Umai tudhie kanisa nikimuleka na jikaleira giti. Maeva akaniambia, "Ukikiendelea kukaa kwenye hiyo kiti ukiongea, hadi wengine watakaa." Dinari aliki no kareka ni kwa joy. Siku nasikia toni. Sikia. No kareka ni kwa jikira. Daddy gari ni kumeterera gari. At least I create a direction for them to follow. So, Yesu anapata huyu mwanaume. Istakidaiga mwanaume amelala mahali miaka 38. Mnanyita. Na wacheni niwaambie, if you keep giving into the doctrine of the devil, how you cannot, how it was, how you were taken to exile, how it went around, how you lost your money, how your mother hated you, how your father didn't do this, and how baba wanyu akimuyira mugondo ria mwagairwo watura wiguaga kiumia kamirongo 3 kwa sababu nilikwambia, the devil cannot complicate your life until you agree with his doctrine. The reason why the devil is able to come and attack you is because you agreed with what he said. Mugirajigwa ni mugiratheka kuri uria muratheka thaici. So Yesu akakutana na mwanaume amelala miaka 38. Akamuuliza mwanaume, "Unataka kuponywa?" Turago haha muraikagoka yagaikia nie gatigwo ni mamenete mugunda itu ni moire fizi matiare kiria kureha mama witiga mami witu akwire riu tutingire haha turi riu wona guoka kire mundu wa kundeithia tambiriria kabiacara ka marigo mothe makeira kigeria avocado ikiraga makara makigia goro riu ndurago haha because most of us keep thinking that our help is out there, that it is another person's responsibility to push us. It is your responsibility to push yourself. That is why I'm pushing myself. That is why I'm preaching the way I'm preaching. That is why I believe in what I'm doing. That is why I believe in what God said over my life. I will keep pushing it. I am not waiting for Bishop. Because he's not the one who's going to push me. I keep pushing myself. I keep dragging my wife. I keep dragging my kid. I keep pushing you until something happens. Then Yesu akakaa hapo. Jamaa story. Ana ndafutirwo wira. Corona yoka pesa igithira. Jesu alio hau. Etereire wiki atia. Urikia rugano. Thaici kuri andu maikarite. No Jesu marahe rugano. Munasikia Saimo. Jesu githie Jesu. Na Jesu ni mwega. Ndegũkwĩra kira. Ehurukagira hau thie na bona ruga. No menyaye miaka 38. Wahota kuheana rugano miaka rĩo hau. Gũgĩthiĩ korona ĩgĩũka ĩgĩcoka ĩkĩambatĩra alafu thirikari ĩkiuga ona kazi vitani ĩtagwo kazi wote nĩtĩgĩthira matiani araugire nĩ mekũrehe ũngĩ nĩkĩo tũtarĩhĩtwo nĩkĩo Yesu tu wako hapo. Anagoja sikiza. Akiheana rugano miaka 38. No ria mundu aheanaga rugano na hamaki. Ndio watu wale twale Jesu. No ria arikirie rugano. Jesu akimuria riki ni ukwenda kuhonio. Because at the end of the day, it is not the story, it is
not what you have gone through. It is what you want. Make up your mind. Rise up on your feet. Rise up on your feet. Tell God, I'm making up my mind. I won't stay here any longer. Someone pray.